Kichwa cha habari kimesemaje? Tambua mipaka. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 23. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 23 mtasoma, inasema hivi: vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo. Naomba turudie. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo. Akarudia tena, akaweka nukta, akasema vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vijengavyo. Rudia tena hapo. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vijengavyo. Sasa nitarudia mwenyewe unisikilize. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 23. Anasema vitu vyote ni halali. Kama kijana, mambo mengi tunayokutana nayo shuleni, vyuoni ni halali, lakini sio vyote vinavyokufaa. Akasema vitu vyote ni halali, lakini si vyote vijengavyo. Kuna vitu ni halali kweli, lakini havitakujenga kama kijana. Ni vitu vinafaa kutumiwa, na inaweza ikawa vijana wenzako wanavifanya, lakini havifai, havitakujenga kama kijana. Kiingereza inasema hivi, mstari huo, I have the right to do anything. I have the right to do anything. Ninayo haki kama kijana ya kufanya kitu chochote. But not everything is beneficial. Sio kila kitu kina benefit. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Una haki kama kijana kufanya mambo yote, lakini si mambo yote ambayo yanajenga. They are not constructive. Tafsiri nyingine inasema hivi, I'm allowed to do anything. I'm allowed to do anything, but not everything is good for you. Not everything is good for you. You are allowed, unaruhusiwa kufanya kila kitu, lakini sio kila kitu ni kizuri kwako. Mwambie mwenzako wa kushoto na kulia, sio kila kitu ni kizuri kwako. Lazima uwe na mipaka. Mgeukie kabisa, mwambie lazima uwe na mipaka. Vijana mlioko hapa, maisha yana mipaka. Hapa yenyewe tulipo kuna mipaka imewekwa. Unaona hizo nguzo? Hizo nguzo zinaweka mpaka wa kanisa, si ndio? Kwa hiyo ukiona hivyo ujue hii mipaka, huko ni kanisani, uzuruhusi kuingia. Na pale kuna mlinzi. Wakati naingia na gari akanipa kadi. Hii ni territory, ni mpaka wa kanisa. Nyumbani tunawekaga mipaka, hauruhusi kuvuka hiyo mipaka, si ndio? Sasa kwenye maofisi ambayo tutaenda, kuna mipaka pia ya kimaofisi. Kuna mambo ukiwa kwenye ofisi fulani huruhusiwi kufanya. Wale walioko hostel, mimi nimesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa, kwa nakaa hostel za Mabibo hostel. Kulikuwa kuna fence pia, na muda wa kuingia wanaweka mipaka. Taasisi mbalimbali zina mipaka yake. Ukija Arusha University, ukiingia tu getini pale, utakuta kuna picha zimewekwa aina ya mavazi ya kuvaa kule ndani. Hapo unawekewa nini? Unawekewa mipaka. Hivi hapa kanisani hujawekewa pale? Nyie mnajua, nipongezeni kweli, nyie safi sana. Mnajua maana yake nini? Mnajua nguo za kanisani, mnajua na nguo za disco, mnajua na nguo za beach, mnajua na nguo za kulalia na za kuamkia. Kuna makanisa hayajui. Kwa hiyo ili wajulishwe, wanawekewa picha kwamba mipaka. Sisi wa kwetu yuko ananichekesha dadangu wa kazi,
anamuogopa huyo jamaa. Huwa anasimama mlangoni, ukija na nguo ya mistari wa dada hivi anakutoa. Tumsifu Yesu Kristo. Ni mipaka kwamba usivuke hapa. Benki ina mipaka yake. Vyuoni wale ambao wako sekondari kuna mipaka, mnaambiwa, si ndio? Mwisho kuingia ni saa ngapi? Saa 12. Mwisho kutoka ni saa fulani. Hiyo yote ni mipaka inawekwa kwa lengo zuri, sio baya. Kanisani kuna mipaka. Mungu pia alipomuumba mwanadamu ameweka mipaka fulani ya kuifuata. Alipomuumba mwanadamu akamweka kwenye bustani ya Edeni, akaweka mipaka. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 na 17. Akasema hivi, Bwana Mungu akamwagiza mtu huyo, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Sawa? Matunda ya kila mti wa bustani waweza rudia kula. Mstari wa 17. Lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Hiyo nini? Huo ni paka. Sawa? Matunda mengine yote kula. Anaendelea kusema, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Mstari wa 5. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia. Nisikilizeni vijana. Sasa wewe unayekumbatia wakati ambao sio wako, unatakiwa upigwe viboko. Kuna wakati wa kukumbatia. Wanakumbatia ni watu gani? Unaona hii? Ukishawekewa hii unaruhusiwa kukumbatia muda wote. Hauna, unaenda kinyume na mipaka yako, utakufa hakika. Sio mimi, amesema Mungu, si ndio? Wakati wa kukumbatia na wakati wa kuto kukumbatia. Sasa vijana hawajui utofauti wa mipaka yao. Sema amina. Amina. Mapendo. Amina. Na jamaa anatoa macho kweli, aniamini. Kaa hivyo mpaka mwisho. Na kuna urafiki leo lazima ukate leo. Ukate, mwambie sio wakati wako wa kukumbatia. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kufanyaje? Kuto kukumbatia. Wakati wa kukumbatia wa Katoliki ni ukija kufunga ndoa hapa, unaruhusiwa kukumbatia masaa yote. Kumbatia hata ulale mpaka asubuhi. Lakini kabla ya hapo huruhusiwi. Kabla hapo. Ndio niseme na nini? Sia, mstari wa 8. Wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia. Wewe sasa hivi wakati wako na kuchukia. Usianze kusema nakupenda. Huko kwa mtu unapenda kibele. Utaoa wewe sasa hivi mtu. Unadanganyana. Wewe dada ulioko hapo unadanganywa na huyo mtu. Kwa mtu atakuwa soma kwa bidii. Mtumikie Mungu. Achana na hayo mambo sina kupenda. Unapotezewa muda. Kuna wakati wa kupenda na kuna wakati wa kufanyaje? Kuchukia. Huu ni wakati wako wa kuchukia. Sema amen. Amen. Unafunga uso umekasirika kabisa. Nini? Nina ndoto kama kijana Mkatoliki. Nini? Hii ni mipaka yangu. Hata kama wote watafanya, mimi sitafanya. Huu si wakati wangu. Huu ni wakati wa kuchukia. Huu ni wakati wangu wa kusoma. Sura 11 anasema, kila kitu, angalia, kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Unasikia? Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Hicho unachokifanya sasa hivi kama una ndoa sio kizuri, kinaitwa dhambi.
Sasa sisi nitoe mfano wangu. Unajua sihubiri mimi, tatizo langu sihubiri kitu chochote ambacho sijakiishi, sihubiri. Mimi nimeoa na miaka 30. Ndio maana nina ujasiri wa kusimama mbele ya vijana kuambia inawezekana Mkristo Mkatoliki kuweka mipaka kwanza. Inawezekana. Kama una ndoto utaweza kuweka mipaka. Hamwezi kusema amen kwa sababu mnajua kinachoendelea. Anasema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Tena ameiweka hiyo milele. Kijana mwenzangu, ukitumia uhuru wako wa kuchagua ukavuka mipaka, matokeo yake anasema utakufa hakika. Kitakachokuua ni matokeo ya kwenda nje ya mipaka. Sisi leo hapa alikuwa nasikia, labda si kama imekuwa rasmi, alikuwa nasikia kuna mdada mmoja amejinyonga. Amejinyonga. Ukifuatilia sana ni mapenzi. Nimeona huko nilikuwa nasema wiki iliyopita wapi, si Mwanza, si wapi, dada amejinyonga sababu mwanaume amemwacha kwa form 6. Kwa form 6 umeenda kusoma, umeenda kufanya mapenzi. Mipaka yako kule sasa hivi ni kusoma peke yake. Semeni amina. Amina. Mambo mengine subiri wakati wake. Mbona unarukia gari kwa mbele? Litakugonga. Unanielewa? Sasa haya mambo tukinyamaza baba, yanaanza kufanyika kama kawaida. Vijana wakifika kule chuo wakamatiki. Kuna mambo ambayo yamekatazwa, ni mipaka. Si kwamba ni mabaya, lakini ni mazuri. Kwa nini? Kwa wakati wake. Wewe kijana sasa hivi unaanza kutamani mambo ambayo una uwezo nayo. Paka unaomba. Kuna mtu amekuja hapa leo ameomba kiatu kwa mtu. Yupo ananisia. Kiatu kaazima ili aje warejeshie wadada. Wewe vaa sendo zako uje, kwa majira yako yatafika. Mwingine ameazima wigi ili aje aonekane amependeza. Nyoa kipara, majira yako yatafika, utanunua wigi. Kwa nini unaanza kuishi maisha ya pressure wakati wako hujafika? Wigi unaazima, kiatu unaazima, eti na mimi wakaniona. Shati umeazima, sasa naomba shati hapa wakaniona. Kaptula kako hicho njoo hapa, hakuna shida. Utamsikiliza Mungu, utaanza kukua taratibu kwa discipline, utaanza kuendesha hilo gari, utaanza kununua nguo unazotaka. Semeni amina vijana. Mipaka. Usianze kutamani mambo ambayo yanakuzidi umri, utajinyonga. Unapoanza kuingia kwenye mahusiano kijana form 2, unatafuta nini? Utajinyonga. Nakwambia utajinyonga. Kwa sababu gani? Umeenda nje ya mipaka. Hayo mambo ya kuhusu huna kifua cha kubeba. Maliza shule, tulia kwanza, koma, soma seminar. Haya, mwambie sasa, sawa, tuanze mikakati, twende kanisani. Sasa unaanza kutumbukia tayari huko ndani ya nyumba ya kaka. Nimekuja kusalimia. Umekuja kusalimia chumbani kwangu. Wewe unajua mipaka kweli? Wanakwaya leo kwa nakuja kutembelea kaka na mdada, anakuja kutembelea chumbani. Hamna kitu kama hicho. Mmeshaenda nje ya mipaka. Tumsifu Yesu Kristo. Kitakacho kufuata hapa ni kilio. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ngoja niongee kitu ambacho ni shida kwa vijana. Wala mimi wanaambianga vijana wangu nao fundisha huko vio. Tungeweza kuwasaidia vijana wakashinda uasherati na uzinzi. Dhambi zingine zote wanaweza kuacha. Tungepata chanjo kanisani hapa, tukawachanja chanjo ya kutokufanya uasherati mpaka ndoa, tungepata vijana wazuri sana. Dunia ilivyo sasa hivi, kwa mama mtakubaliana wazazi bana, hali sio nzuri. Sijui mtaponaje, na waonea huruma vijana wa kizazi hiki. Unaponaje kwenye mazingira hayo? Hauna mipaka, unaenda na maji.
Kijana Mkatoliki lazima ajue mipaka yake. Hebu mtikise mwenzako, mwambie tambua mipaka yako. Mtikise. Mtikise kwa nguvu. Hili ni taifa la leo, lisipoambiwa kwa habari ya Mungu mapema, hatutapata kizazi. Na mimi nawaambia ukweli, hali ni mbaya huko nje. Mkiona swala la ajira linawapa shida, ajira hakuna, ni mtego wa adui ili vijana wa compromise. Hauna Mungu, ni either uwe na Mungu 100% au uwe kwa shetani 100%. Vuguvugu hawezi kupona sasa. Wale wanaenda Jumapili hapo kanisani, Jumatatu wako kwa mganga, hawa hawawezi. Dunia ina changamoto. Tumsifu Yesu Kristo. Ni lazima uwe Mkatoliki uliosimama na Mungu. Sema amen. Unajua mipaka yako, si ndio? Mwambie nenda na kazi yako, mwambie yule dada, nipigie baada ya miezi mitatu. Mungu hawezi kumwacha usiku. Hawezi. Kwa hiyo lazima utambue mipaka. Mambo yote Mungu ameyaweka ni mazuri, asije akakudanganya mtu. Ni mazuri. Lakini kwa wakati wake. Mungu anamwambia Adamu, siku utakapokula matunda ya mti wa ujuzi na mema na mabaya, utakufa hakika. Ukienda nje ya mipaka, utakufa hakika. Mithali sura ya 6, mstari wa 27. Mithali sura ya 6, mstari wa 27. Mithali sura ya 6, mstari wa 27. Inasema, je, mtanijibu sawa? Ni swali, mtajibu sawa? Mnanisikia huko nyuma? Sikia swali, anauliza. Huyu jamaa alikuwa na hekima kuliko watu wote walio kutokea duniani. Anasema, je, waweza kuweka moto kifuani na nguo zako zisiungue? Mbona mjibu? Ni swali hilo. Na unarudia, mjibu sawa? Je, Mithali sura 6. Je, waweza kuweka moto kifuani na nguo zako zisiungue? Maana yake lazima zitafanyaje? Zitaungua. Haya, karudia. Sura 28. Je, waweza kukanyaga makaa ya moto na nyayo zako zisiungue? Maana yake lazima zitaungua. Sasa mbona wewe unakanyaga? Umejibu hapana, alafu eti una mpenzi. Umekanyaga makaa. Ngoja, mstari 27 anasema, ndivyo alivyo mwanamume alalaye na mwanamke wamezaa kabla ya ndoa. Imeandikwa, yeyote anayemgusa mwanamke huyo hata acha kuadhibiwa. Huo ni mipaka. Lakini kama una ndoa hakuna shida. Kama umeolewa hakuna shida. Haujaolewa, haujaoa, na kuambia leo, ukifanya umekanyaga mguu wako kwenye moto, jiandae kuungua. Sikia kabisa na masikio yako mawili yaache wazi, jiandae kuungua. Tatizo la shetani, anajua future ulionayo kijana, anataka iharibu. Ukifanya mimba, dada, mko hapa mnaniangalia, mimba form 2, ukishapigwa mimba form 2, mimi nakuambia ukweli, paka uje bounce back. Dada ananisikia? Au yuko mmoja anataka kupiga ushuhuda? Mtaogopa. Ukipigwa mimba form 2, paka uje urudie tena, urudi shule, uolewe. Muombe Mungu, tubu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Shetani anajua. Huyu dada akapewa ujauzito, anasema nilianguka. Ni mwanakwaya, anasema nilipita nikaanguka. Unajua hata wanataka kutubu kwa padre, nimeteleza. Umeteleza? Umeteleza. Sema dhambi uliofanya. Umeteleza. Kuteleza nini? Ni kama akaniambia, kaka amenidanganya, tulikuwa tumetoka kwenye kwaya, tukapitia, jamani, hivi wewe acha kulaumu. Mipaka yako unajua. Unaanza kwenda, mtu anakuambia njoo tukutane Sinza, gesti namba 14. Unafunga safari kutoka Bunju, unaenda mpaka Sinza. Kwanza unashushwa pale Kijitonyama, unashuka, unachukua bodaboda, unaulizia bodaboda nipeleke gesti. Wewe mwenyewe unaenda mpaka gesti, unashuka, unamuuliza reception, anakupa funguo, unapanda, unavua shati. Yaani hiyo yote umedanganya.
Haujui tu mipaka yako. Akishaanza kukusemesha wewe ni mwanafunzi, wewe bado ni msichana, hauna mpango wa kuoa hata kuolewa, mwambie huu sio wakati wangu. Huu ni wakati wangu wa kusoma na kumtumikia Mungu. Hamsemi asante, ampigia hata Mungu makofi kushukuru hicho ninachowaambia. Wakataa, weka mipaka yako. Weka mipaka. Mimi nilipokuwa nasoma, sisi kama kuna mtu hapa, mimi chuo changu tulikuwa nasoma chuo, tulikuwa 47, wananijua, walikuwa wananiita baba paroko. Nilikuwa natoka baba paroko chuo. Halikuwa sisi niwaambie. Yaani mimi nilikuwa watanizidi kwenye dhambi. Tulikuwa tunaenda na siku tumesafiri kwenda Tanga. Field. Nilikuwa mwaka wa pili. Wote 46 walienda disco. Nilibaki peke yangu chumbani. Peke yangu. Kwa nini? Mipaka. Nilikuwa najua miaka michache ijayo nitaanza kuongea na vijana wengi. Mwaka huu kama nakumbuka tulikuwa pale na askofu. Tulikuwa uwanja wa Taifa, wanafunzi wa vijana 12,000. Unaenda kuongea nao nini? Wewe mwenyewe hujawahi kuwa na mipaka kwenye maisha. Mimi nilikuwa mwanamke aje nikumbatie mpaka leo. Uweze kunikimbilia kitu. Kuna mipaka lazima nimeiweka. Tumsifu Yesu Kristo. Mwambie mwenzako unajua mipaka yako? Kuna watu wamenuna hapa. Nuna. Wala siogope. Mstari wa 32 anasema mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Sasa ni sawa na mwanaume. Mtu azinie na mwanamke au mwanaume hana akili kabisa, afanya jambo litakalo muangamiza nafsi yake. Atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala fedheha yake haitafutika. Wakute watu waliojeruhiwa watakwambia. Kuna watu wako hapa mioyo inavuja damu kwa sababu aliachwa. Uongo kweli? Ameumizwa. Anasema atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala jeraha lake halitafutika. Sio mchezo. Biblia inasema hivi, Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 15 anasema ikimbieni zinaa. Sio dhambi. Kinachokimbiwa kuliko ni zinaa. Zinaa ndio inakimbiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Asa anasema ikimbieni zinaa. Kila dhambi itendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa utenda dhambi juu ya mwili wake. Niwaulize swali, hivi vijana siku hizi wanaikimbia zinaa au wanaikimbilia? Wanaikimbilia. Sasa tutaona mjanja nani aliyosema ikimbie na wanaikimbilia. Tumsifu Yesu Kristo. Yako matokeo mengi ambayo tunayaona kwenye jamii ya vijana ambao wamevuka mipaka yao. Yako mengi. Cha kwanza, mimba za kabla ya wakati. Hayo ni madhara ya kuvuka mipaka. Mimba ikipatikana kwenye ndoa ni jambo la furaha, si ndio jamani? Ni jambo la kushangilia. Ikipatikana kabla, sio jambo jema. Mnanisikia? Kwa nini? Umevuka mipaka. Siku hizo wanasema nitauziwaje mbuzi kwenye gunia? Sawa. Kama nyinyi ni mbuzi mnaoana, sawa. Amina. Msiende kinyume na neno la Mungu mkadhani mtapona. Eti wewe unaingia tu, hujaona kama unaingia, unajuaje? Unaongea, unajua unachoongea wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Yako matokeo mengi ya kuvuka mipaka: mimba, malezi ya watoto ambao hawana mzazi. Unaanza kuingia kwenye majukumu ambayo sio yako. Kijana wa miaka 18 una mtoto, wewe mwenyewe ni mtoto, unasubiri hela ya baba na wewe una mtoto. Kisa umeenda nje ya mipaka. Ndio tunaanza kupata watoto yatima mitaani. Watoto wamejaa na yatima, hawana walezi. Kisa vijana wameenda nje ya mipaka. Magonjwa kama hii nimekuambia, dada na ukimwi. Sasa wako wengi. Mimba zisizo za wakati, magonjwa. Nimalizie mfano wa mtu mmoja alafu tumalize. Tumsifu Yesu Kristo. Kijana mmoja anaitwa Yusuf. Yusuf. Wangapi wamesikia habari za Yusuf? Nyanyeni mkono wenu juu. Yusuf. Haya. Kwa hiyo mmerahisisha somo langu. Yusuf. Nikianzia sura 37 kwa kichwa, naelezea tu kwa kichwa haraka. Sura 37, Yusufu akiwa kijana wa miaka 18 akaota ndoto.
akaota ndoto kwamba ndugu zake wote wanafanyaje? Wanamuinamia. Kijana wa miaka mingapi? 18, 17. Alipoota ndoto akawaambia kaka zake wakamwonea wivu, wakasema tutaiua hii ndoto. Kuna vijana wako hapa wengi sana wana ndoto ya kufikia maono makubwa, ya kuwa wafanyabiashara, ya kuwa wasomi wazuri, ya kuwa wamama wazuri, ya kuwa wana ndoto. Ni jambo jema, lakini sikiliza, kama hauna mipaka hautafika. Yusufu alipoota ndoto, ndugu zake wakamwonea wivu, wakamuuza. Alipouzwa akanunuliwa kwenye nyumba ya mtu mmoja, mnafahamu anaitwa nani? Potifa. Akiwa pale akafanya kazi kwa juhudi. Hilo ni somo lingine tutaongea tukijaga. Kufanya kazi kwa juhudi tutaongea wakati mwingine. Sasa vijana wa sasa hivi wengi wa Katoliki mnaamka saa 3. Mama ameshaamka, baba ameshaamka, kijana amelala saa 8, anachezea simu usiku kucha, alafu anaamka saa 2 asubuhi, anakunywa chai, anarudi kulala. Hizo roho zishindwe kabisa kwa vijana hao. Shindwe. Kijana analala anakula tu. Hawezi kudeki, hawezi kufagia, hawezi kuosha vyombo. Msichana anasoma sekondari, anachezea simu usiku kucha. Vijana mlioko mahali hapa, hatuwataki vijana kwa bunju baina hiyo. Kijana anaamka saa 11, si ndio? 11 kama ni msichana ameshadeki, ameshaweka chai. Mama akija anasema kweli na kijana pale nyumbani. Kijana wa kiume anaamka saa 10:30. Kashafungua mlango. Kama baba ana gari, ameshaliosha gari la baba, anakaa. Sasa wewe umekaa unalishwa, unaamka saa 2. Mwambie mwenzako mbaya sana. Kwa hiyo akawa kwa Potifa, si ndio? Akafanya kazi kwa juhudi, akawa promoted. Yule bosi akamwambia baba yule, akamwambia nyumba yote hii nimeweka chini yako, hata kuwepo mtu mwingine mkubwa zaidi yako. Biblia inasema akataacha yote aliyokuwa nayo mikononi mwa Yusufu. Sawa eh? Wala hakujua habari za kitu kingine chochote ila hicho chakula alichokula tu. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia lala. Naam, nisikilize kijana Mkatoliki, viwawa. Yupo kwenye nyumba ya mtu, amefanya kazi vizuri. Usisahau ana ndoto ya kuja kuwa mtu mkubwa, sawa? Amekaa kwenye ile nyumba, mama wa nyumba akamtamani. Nataka nikuulize swali. Ingekuwa ni wewe, ungesemaje? Yule jamaa pale nyuma, yule pale anacheka. Ingekuwa ni wewe ungesemaje? Semeni ukweli bana. Ungesemaje? Ungesemaje? Umepata kufuzi. Semeni tu, useme tukipanga ungesemaje? Mnalifanya mzee. Wadada, wangesemaje wanasani wanaume? Wame? Asante, wamepata zari la kupendwa na mama mwenye nyumba. Angeanza kupiga simu kwa marafiki zake, aisee nimekubalika hapa, mpaka mama mwenye nyumba amenipenda. Hajui kwamba ndio kifo chake. Na vijana wajinga kweli. Yaani anapata mwanamke anajisifia. Ujini unajisifia ukufu. Tumsifu Yesu Kristo. Ngoja nikuonyeshe kijana aliyokuwa anajua mipaka yake. Ngoja nikuonyeshe. Na natamani leo niwapate hata 3 tu hapa ambao watajua mipaka yao. Wako wapi hao? 3 tu. Wengine baba paroko atanao mikono, viongozi watanao mikono hapa. Endeleeni mnapotaka. Ila sisi tunatimiza wajibu wetu na baba anatimiza wajibu wetu. Hata laumiwa na Mungu. Ameletwa kwenye parokia hii awasaidie vijana na anawasaidia. Wewe ukiondoka na kiburi chako, shauri yako, tuwapate wachache ambao watasema kuanzia leo nitaweka mipaka yangu. Mpe Yesu makofi mengi sana. Itakuwa ni aibu kama kijana Mkatoliki hautatamaniwa. Lazima utakuwa na kasoro. Nataka niweke vizuri ili wasaidie. Yaani mimi nilipokuwa nasoma na waambia ukweli, hata sasa hivi lazima utanitamani tu. Sababu niko smart na nipenda na nikubali, utaachaje kunitamani?
ujue kuna kasoro. Lazima wakutamani, lakini pamoja na kutamaniwa lazima ujue mipaka yako, kwamba siruhusiwi kufanya hili jambo. Wananitamani kwa sababu nina nyota, kwa sababu mimi ni mzuri. Lazima uelewe hili. Haiwezekani huyu kijana anafanya kazi vizuri nyumbani, mama simtamani. Haiwezekani. Mimi ningeshangaa sana wasichana wasinitamani. Walikuwa wananitamani sana, lakini mipaka ile. Sasa huwezi kuwa smart kama mke wangu, mchumba wangu. Kibili unamwangalia, lazima utamtamani. Kama smart, kana mpenda Mungu, kama una Biblia yake jioni hivi, anasema utamtamani tu. Sasa sikia. Kwa hiyo kutamaniwa sio kosa. Sawa jamani? Mnanisikia? Kutamaniwa sio kosa. Kutokutamaniwa ndio utaanza kuanza unashika mahali. Huwezi kuwa msichana kiongozi wa viwawa parokia, uko smart, unavaa nguo zako vizuri, unasuka vizuri, unachangia neno vizuri, watu wasikutamani. Hiyo sasa. Huyu mwenzenu ametamaniwa, akafanyaje? Akakataa. Wewe unatamaniwa, unapitiliza. Hilo ndio kosa. Haujui mipaka. Watakutamani tu wanaume. Wadada watakutamani tu kaka ulio smart. Hebu kaka simama, angalia yule kaka alipopendeza. Hebu simama. Simama wewe. Hebu angalia yule kaka. Utaacha kupenda. Tumsifu Yesu Kristo. Lazima ujue mipaka. Yusufu akasemaje? Akakataa. Akakataa sikia. Akamwambia mtu wa Bwana akisikia. Sikia kijana anaitwa mipaka. Akamwambia, tazama bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani. Vyote alivyonavyo amevitia mikononi mwangu. Sawa? Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu kingine chochote ila wewe. Hiyo ni mipaka. Nimepewa kila kitu hapa nyumbani. Wewe sijaruhusiwa. Asika mnaelewa? Wewe sijaruhusiwa, kwa kuwa wewe mkewe. Anajua mipaka, kwamba mama sitakiwi kumgusa. Vijana wa Katoliki wanawekwa kwenye nyumba za watu, wanapitiliza mpaka na wamama wa watu. Hawajui mipaka yao. Hawajui kwamba wewe hujapewa hayo milio mipaka, hujapewa. Na tamani wa Katoliki vijana leo useme hivi. Akasema hivi, nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkosee Mungu wangu? Hebu mpigeni makofi Yusufu, msimwone mimi. Vijana sasa hivi wanaita starehe. Vijana sasa hivi wanasema kula bata. Vijana sasa hivi wanasema kula nini? Kujirusha. Kijana mwenye anayejua mipaka anasema, nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkosee Mungu wangu? Natamani vijana wachache leo watakayotoka mahali hapa watakayesema maneno haya, nifanyeje ubaya huu. Na ninaomba kuanzia leo, naomba kabisa, siku unatongozwa unakwenda kufanya, usiite starehe, sema ubaya huu. Mwambie twende tukafanye ubaya mkubwa ambao utamtukuza Mungu kuliko wote. Uite hivyo. Usiuite starehe. Usiite kujirusha. Usiite kula bata. Sema ubaya. Na nyinyi siku mnaongozana, mnashikana, mnaenda guest, sema sasa tunaenda kufanya jambo baya kweli machoni mwa Mungu. Leo tunakwenda kumchukiza Mungu kuliko siku zingine zozote. Muone kama mtaenda. Nyinyi mnaenda starehe ndio mama mnaenda. Mnanielewa? Usisema tena amsaneni kabisa, sasa twende tukapeane ukimwi. Twende. Akisema unasemaje, mwambie twende, najua unaenda kuniharibia maisha, wewe twende tu tukaribiane maisha. Usiite starehe kuanzia leo, sawa? Wewe sema twende ukaniharibie maisha yangu leo. Najua maisha yangu leo unaenda kuniharibia. Asante, twende tukaniharibie. Mimi nimekubali, twende. Sidanganyane hapa kwa starehe. Jamaa akasema, nifanyeje ubaya huu nimkosee Mungu? Wewe unaita starehe. Ndio maana napohubiri natumia nguvu zangu zote, wasifanye kabla. Leo nanawa mikono hapa. Na kuna watu hapo una girlfriend na boyfriend, ukivuka getini leo airisha. Kasema mwampigie simu mwambie sasa, sitaki kupotezeana muda. Sasa hivi jukumu ni moja tu, kusoma kama ni mwanafunzi, kufanya kazi kama sijaoa, na kumtumikia Mungu pekee. Kwanza
Akikwambia nitajinyonga, mwambie nitakuleta kwa baba paroko. Mlete kwa baba paroko hapa, mwambie kuna mwalimu alikuja kufundisha, ndio ameniambia ataongea na baba, atamsaidia.